Binti akishaolewa akarudi nyumbani, tulimhesabu kama mkosi. Kama unakubaliana nami sema amina. Tulikuwa hatukubali, lakini leo tuna wazazi wa ajabu. Binti anarudi, anasimulia, naulizwa kabisa, mwanangu mbona umerudi? Yule mkwe wako mimi simuelewi. Eti siku ya 3 ananilisha nyanya chungu. Na mama alivyo wa ajabu, anamwambia haukuua hapa. Tena sikiliza, we Joni, hebu kamchinjie jogoo dada yako ajipongeze. Yesu arudi mapema sana. Kwa hiyo matumizi ya ndoa sio matumizi ya muda mfupi. Lakini sikiliza, je, nyumba yako ya ndoa ni ya matumizi ya muda? Aise, kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya wale wenye ndoa za wifi. Sitaki ugomvi na ninyi, lakini nitawaambia changamoto yake. Mwanamume anaishi Njombe, mwanamke anaishi Mwanza. Mwanamume anaishi Dar es Salaam, mwanamke anaishi Kigoma. Ndoa ya wifi sio mpango wa Mungu hata kidogo. Na mimi ninawashangaa, kama kuna miaka ambayo kuna watakatifu wengi, miaka hii kuna watakatifu. Eti mtu anaishi mbali na mke wake mwaka mzima na bado wanaambizana mimi ni mwaminifu dia. I say kama kuna miaka kuna watu waaminifu ni dunia ya leo. Eti mwaka mzima haujakutana na mke wako, lakini bado unamtumia message unamwambia mimi ni mwaminifu, uwe na amani, naye anakubali. I say una kiti chako mbinguni. Kwa hiyo ndoa sio ya matumizi ya muda mfupi, sio seasonal. Lakini pia jambo la 5 na la mwisho, zingatia kiasi cha gharama unachowekeza kwenye nyumba. Nyumba itathaminiwa kulingana na kiasi cha gharama. Sasa wewe umeweka tofali za tope, tofali zenyewe 150 na juu kafunika nyasi. Hata kama watoto wanachezea moto hapo, wala hauna wasiwasi, utawaambia tu watoto angalieni msichome nyumba, umemaliza. Lakini kama umeinvesti mamilioni kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo nyumba, utailinda kwa gharama sana. Je, nyumba yako ni ya gharama ndogo, ni ya gharama ya kati? Habari mbaya ni hii hapa. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna kitu kama hicho. Maana ninajua nimeinvesti kiasi gani. Nimeinvesti maisha, nimeinvesti uhai, nimeinvesti upendo wangu wa agape. Kwa hiyo zingatia umeinvesti nini. Ngoja nikupe simple indicator kijana, kujua kwamba mchumba uliye naye ameinvesti kiasi gani kwako. Mtumie message siku moja, mwambie Jose, samahani kama kuna Jose, nimefikiria nikagundua mimi na wewe tuachane. Ukiona tu message haraka unamwambia ni sawa. Hata maandiko yanasema heri kuvunja uchumba kuliko ndoa. Ni sawa, uwe na maisha mema. Hajawekeza chochote. Yaani wewe ulikuwa ni mpitaji, alikutafuta tu ili kutafutia hapo tu usingizi. Unajua kuna wale wachumba wakutafutia hapo usingizi. Hai, mmeshindaje salama? Ni mimi nimechoka sana, mimi nimechoka. Uwe na usiku mwema dia. Sasa sikiliza. Matokeo ya kuwa na misingi mibovu kwenye uchumba ni haya hapa. Vijana sikilizeni haya. Nyumba huanza kupata nyufa. Nyufa zinatokea. Ndio yale utagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa imeshapasuka, hakuna aliye na haja na mwenzi wake. Ndoa za zamani zilikuwa na story. Mume na mke wanapiga story kuanzia saa 2 hadi saa 6 usiku. Wapeni amina wazee wa zamani. Hawakuwa na TikTok, hawakuwa na WhatsApp, hawakuwa na Instagram. Lakini kwa sababu ndoa zetu zinanyufa, hayo mambo yanatokea. Lakini namba 2, matokeo ya kuwa na misingi mibovu, nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke, jogoo anachinjwa. Akija baba wa mwanamume, kisamvu kinachumwa. Maana nyumba imeegemea upande mmoja.
Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa wa upande wa mama, anakwambia yalitabiriwa, jipeni moyo. Nyumba imeegemea upande mmoja. Hizo ndoa zipo na tunaishi nazo. Lakini pia nyumba huporomoka kabisa. Nyumba inaporomoka kabisa. Ukishajenga misingi mibovu, nyumba inaporomoka. Ndio hayo mnaona taraka zinatokea. Na niwaambie ndugu zangu, msidhani walioachana kwamba walikuwa wapendani. Walikuwa wanapendana. Msingi ulikuwa ni mbovu. Kwenye mikutano hii nitawaambia wale mnaojenga misingi kwa kuanza kukutana kimwili, mnaojenga misingi kwa kuwekeza fedha nyingi, nitazungumza nanyi, endeleeni kuja muone hasara inayowakuta. Nyumba inaporomoka kabisa. Na nyumba ikiporomoka, watoto ndio wanaumia. Unashangaa watoto wanajiuliza tunaenda wapi? Mama anaanza kusali Jumapili, baba Jumamosi. Kwa hiyo kuna wakati watoto wanaimba pana mahali pazuri mno. Wakichemka tu unashangaa wanaanza pendo lako wewe. Kwa hiyo wanajichagulia wao wenyewe, wapige Jumapili au wapige SDA, wanachagua. Kwa hiyo nyumba inaporomoka, na mwisho kabisa nyumba inakuwa makao ya wadudu na wanyama. Mko mme na mke ndani ya nyumba, lakini mna roho za wanyama. Mnaamka asubuhi hata msalimiani. Hata leo niwaulize wangapi wamesalimiana na wenzi wao asubuhi? Kuna Mwagito mahali fulani anasema nimsalimie wa nini, tumelala wote. Wanyama ndani ya ndoa, hakuna kusalimiana. Mungu awabariki sana. Anasema kama ulikuwa unaomba mara 2 kabla ya kuingia kwenye ndoa, ushauri anasema unapotaka kuingia kwenye ndoa, omba hadi mara 4 kwa siku. Mungu awabariki. Karibuni kesho tuangalie mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.